Hello Tanzania, habari ya kwako, karibu sana Mafia TV, usisahau kusubscribe, karibu sana kama ndo mara yako ya kwanza bwana kututazama na kutusikiliza. Leo bwana tunakupitisha katika uchambuzi wa kina zaidi ambao unajikita katika mchezo mkondo wa pili wa final ya kombe la shirikisho barani Afrika ambao utachezwa pale baadaye saa 10 za jioni, ambapo Simba anakwenda kutupa karata yake ya pili ambayo itakwenda kuamua pengine anaweza kuwa bingwa ama laha. Sasa nataka tutazame kuanzia mchezo wa kwanza ambao Berkane alianza safari yake ya kufika hatua ya final, lakini vile vile tutatazama kuhusiana na Simba safari yao ya kwanza walipoanza mpaka wamefika final. Simba amecheza michezo takriban 4 kuanzia robo final mpaka hatua ya nusu final na final. Mchezo wa kwanza alicheza pale Misri, ilikuwa ni Aprili 2 ambapo alifungwa magoli 2-0. Akaja mchezo wa nyumbani akashinda magoli 2-0, akaibuka mshindi kwenye mchezo wa pili kwa penalti ambazo aliibuka na ushindi akiwa na umiliki mkubwa wa mpira takriban asilimia 73 dhidi ya mpinzani wake ambaye alikuwa na umiliki asilimia 27 pekee katika mchezo wenyewe. Tukiangalia status ya mchezo ulivyokuwa, Simba alifanikiwa kupiga shots 24, lakini shot on target zilikuwa ni 7 na shots of target zilikuwa ni 2. Kwenye shots ambazo alipiga 24 katika mchezo ambao alicheza na Al Masry katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, na akafanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 2-0 na magoli hasa shoot on target ambazo alicheza 7 zilienda kuleta magoli 2 ambayo ilimpa nafasi ya yeye kwenda katika hatua inayofuata. Hapo ni kwenye in general kwamba dakika zote 90. Sasa tukiangalia dakika 45 za kwanza, Simba alikuwa na umiliki mpira asilimia kubwa, asilimia 76 dhidi ya asilimia 24. Hasa alipiga shoot on target 4 katika shots ambazo alipiga 15 katika kipindi cha kwanza. Shoot of target alikuwa nayo 1, lakini shoot on target alikuwa na 4 na tayari zilikuwa zimeshazaa magoli 2 katika shoot on target 4 ambazo alikuwa amepiga, lakini wapinzani wake Al Masry alikuwa amepiga shoot on target 2. Ni mchezo wa kwanza wa robo final ambao aliucheza uliotamatisha wao kwenda katika hatua ya nusu final. Sasa tukitazama mchezo wa nusu final ambao alicheza katika uwanja huu ambao anachezea finali ya siku ya leo pale Zanzibar dhidi ya Stella Boji ya Afrika ya Kusini, Simba katika mchezo wa kwanza ambao alishinda kwa idadi ya goli 1-0 alikuwa na umiliki wa mpira asilimia 58, wapinzani wake wakiwa na umiliki wa asilimia 42, na shots ambazo walikuwa wamepiga shots 22, lakini shot on target zilikuwa ni 5, huku wapinzani wao wakiwa wamepiga shots shot on target 1. Hasa shot on target zilikuwa ni 5 ambazo wamecheza kwenye mchezo mzima, na wapinzani wao walikuwa wamepiga shot on target 1 tu. Nafasi ambazo walikuwa wametengeneza ni nafasi 4 ambazo hawakuzitumia, walitumia 1, 3 hawakuzitumia. Shot on target 5 ambazo walikuwa wamecheza zilizaa goli 1 tu. Hapo ni kwenye upande wa dakika 90. Kwenye dakika 45 za kwanza Simba alipiga shoti 13, lakini shot on target zilikuwa ni 3, na nafasi ambazo alitengeneza kipindi cha kwanza zilikuwa ni 2. Unasema nafasi za wazi wakashindwa kuzitumia, wakatumia nafasi 1 pekee. Sasa dakika 90 ama dakika 45 za kipindi cha pili, Simba alikuwa na umiliki wa mpira chini zaidi, asilimia 51. Wapinzani wao wakiwa na miliki asilimia 51, wao wakiwa na umiliki wa asilimia 49. Sasa walikuwa wamepiga shots 19, lakini shoot on target zilikuwa ni 2.
Kwa kipindi cha pili Simba alikuwa dhaifu ila hali. Tukitazama sasa mchezo wa final ambao ni mkondo wa kwanza ambapo Simba alipoteana kwa magoli 2-0, tunatazama kitakwimu mchezo ulivyokuwa. Simba katika mchezo wa kwanza katika kipindi cha kwanza hakumiliki mpira kwa asilimia kubwa. Wapinzani wao walimiliki mpira kwa asilimia 58, juu zaidi Simba akiwa amemiliki asilimia 48. Shoot on target ambazo walikuwa wamepiga RC Berkane, walipiga shoot on target 3 katika kipindi cha kwanza, ambapo shoot on target hizo hazikuzaa goal, lakini magoli yalitokana na nafasi ambayo wametengeneza kwenye mipira iliyokufa. Nafasi ambayo Berkane alitengeneza ambayo ni big chance ilikuwa ni moja, lakini ilikuwa ni what miss, hawakuifanikisha kuwa goli. Na ukirejea katika kipindi cha kwanza shoot on target 3 ambazo walipiga hazikuzaa magoli. Lakini turejee sasa, Simba kwenye upigaji wa pasi ni eneo ambalo walifanikiwa. Kwenye pasi walipiga pasi zenye mafanikio sana kuliko wapinzani wao. Pasi 163 Simba alifanikiwa kupiga hizo pasi, lakini Simba alikuwa na umiliki mzuri wa mpira ambao ni ona half, walikuwa na 118, wapinzani wao wakiwa na 84 kwenye kipindi cha kwanza. Lakini njoo kwenye accurate balls ambazo walikuwa wanazipiga mipira ya juu, Simba walicheza 45, lakini kwenye zile sasa unasema ambazo wamefanikiwa zaidi ni 7 tu ambazo zilikuwa wamefanikiwa, ambazo zilifika kwa wachezaji na walengwa. Lakini wapinzani wao 67 wa 20 ndio ambayo ilichezwa ikawa imefanikiwa, yani kile ambacho walikifanya. Tukirejea kwenye kipindi cha pili ambacho watu wengi walisifu kwamba Simba amekuwa bora, ni kwamba Simba alikuwa na umiliki mpira asilimia 47, wapinzani wao wakiwa na umiliki asilimia 53. Shoot on target ambazo Simba alipiga, hakupiga shoot on target hata moja kwenye second half. Wala hakuna nafasi ambayo halitengeneza second half. Hakuna big chance ambayo alitengeneza ambayo alimiss second half. Lakini RC Berkane shoot on target alizopiga kwenye second half zilikuwa ni 3. Shots alizopiga ni 9. Maana yake alikuwa ni bora bado. Ukija ukiangalia kwenye pasi za mafanikio ambazo alikuwa amepiga, alipiga pasi 137 RC Berkane ambazo zina mafanikio. Pasi ambazo alipiga Simba zilikuwa ni 115, nazo ni pasi za mafanikio. Offside Simba alicheza 1, Berkane vile vile 1. Katika kipindi cha pili Simba alicheza kona 1 tu. Pasi ukija kuangalia ambazo alipiga in general, alipiga pasi 162 huko wenzao wakiwa wamepiga pasi 180. Sasa ni kwa nini tumeamua kupita kwenye data na tumeangalia kote huko ambapo wamepita na vilabu vingine ambavyo wamecheza navyo. RC Berkane akiwa anaanza na ASEC Mimosas, akaja kumaliza na Constantine. Simba akaanza na Al Masry, akaja kumaliza na Stellenbosch. Ni kwamba ni mjumuisho wa data ambazo zinatoa mwanga kwamba Simba katika mchezo wa kwanza ulitoa majibu kwamba hakuna ambacho kikubwa alikifanya zaidi ya kupunguza idadi ya magoli. Hasa leo kinachopaswa kufanyika ni wao kupata idadi kubwa ya magoli ambayo yatawafanya kuwa mabingwa. Data zinaonyesha kwamba michezo ambayo alicheza miwili ya nusu ya robo final na nusu final halikuwa bora zaidi akiwa katika uwanja wa nyumbani. Maana yake inawezekana akapata idadi kubwa ya magoli katika mchezo wa siku ya leo kutokana na data ambazo zinaonyesha kwenye michezo miwili ambayo amecheza robo final na nusu final. Heshima ataanza kuijenga kwa idadi ya magoli ambayo atapata. Maana yake katika siku ya leo anachopaswa kukiwaza, hana cha kupoteza. Anawaza namna ya kupata kile ambacho alikipoteza katika mchezo wa kwanza wa finali ambao alipoteza dhidi ya Berkane. Berkane leo anakuja akiwa anacho cha kupoteza kwa sababu tayari alishashinda mchezo wa kwanza ambao tayari umetoa mwanga kwamba anaweza akawa bingwa. Matokeo ya leo
ya Simba ya idadi ya magoli kuanzia 3-0 ndio ambayo atakamfanya Simba kuwa bingwa. Hiyo aggregate ipo, lakini inakuja kwa vipi? Kwa nafasi ambazo ametengeneza. Tukiangalia data, paka Simba anafika hatua ya final ameshakwisha kutengeneza nafasi 9, lakini nafasi ambazo amezitumia kwenye magoli ni magoli 3 tu pekee ndio amefunga. Maana yake nafasi 6 amezipoteza. Sasa leo anapaswa kutengeneza nafasi 3 ambazo zinazaa magoli zaidi ya 3 ili kupata ubingwa ambao anauhitaji. Hizo nafasi 3 ambazo zinazaa magoli 3 zipo kwa aina ya setup ya mwalimu ambavyo atakuwa anafanya. Kwanza ni kuheshimu Bekane kwa dakika 45 za kwanza akiwa amezigawanya kwenye makundi 3, kwamba angalie dakika 15 za kwanza walau hawe na goli moja, ama dakika 20 za kwanza walau awe na dakika awe na tayari hizo dakika ameshazitendea haki na awe na goli moja ambalo litafufua matumaini ya kwamba wanapokwenda kutamatisha dakika 15 za kwanza wagawanye waje kwenye dakika 15 za pili za kuangalia Bekane wana react vipi kwenye mchezo, ili wao watafute nafasi na option nyingine ya kupata goli ambalo linaweza likawafanya sasa pengine kuwatuliza na kutuliza pressure yao na kutafuta goli la ushindi, huku wao wakiwa wanazuia kutokufungwa goli ambalo litasababisha pengine kuwapa Bekane ubingwa kwa goli la ugenini. Na Simba anaweza kushinda mchezo leo kwa idadi kubwa ya magoli ambayo anaitaka wao, kwa kutengeneza nafasi na kumiliki mpira kwa asilimia kubwa. Namna mojawapo ya kushinda game ni lazima uwe unajua kupossess mpira. Lazima ujue kumiliki mpira, ujue kutengeneza nafasi na wachezaji wako watumie nafasi ipasavyo, ndio ambayo inaweza kusababishia wewe ukawa bingwa na ukashinda mchezo. Na siku nyingi timu nyingi ambazo zinakuwa na umiliki wa mpira tumekuwa tukiona zikiwa zinapata matokeo ambayo ni mazuri zaidi. Tumeona hata Manchester City ni moja ya timu ambayo tumekuwa tukiona. FC Barcelona ni moja ya timu ambazo tumekuwa tunaziona zina umiliki mkubwa sana wa mpira na huwa matokeo yapo kwao. Timu kubwa ambazo zina quality kubwa. Ili uweze kupishana timu ambazo zina quality kubwa, kwanza scenario moja ni lazima uwe na umiliki wa mpira kwa muda wote, na cha pili kufanya timu ile icheze jinsi ambavyo wewe unataka. Usicheze kama wao wanavyotaka, wacheze kama wewe unavyotaka. Itakupa nafasi ya wewe kukamilisha kile ambacho unakihitaji. Setup itakuwa nzuri na wewe utapata ubingwa ambao unauhitaji.